Majina naitwa Masanja Salum Kayumbo, ni katibu wa taasisi ya Al-Marid mkoa wa Dodoma. Sisi kama taasisi ya Al-Marid mkoa wa Dodoma tuna changamoto ambayo inatusumbua sisi baina ya sisi pamoja na mamlaka husika. Tuliomba kiwanja kwa ajili ya matumizi ya kujenga shule, hospitali, chuo cha uuguzi, hospitali na makazi. Na hii ni kwa sababu taasisi yetu inajihusisha na masuala ya kidini pamoja na huduma za kijamii. Katika kuifanya jamii iendane na wakati na ipate huduma kwa wakati, tuliamua kufanya maombi haya. Sasa bahati nzuri, baada ya kufanya maombi haya, jiji walitufanikiwa kutujibu, wakatupatia barua ya kutupatia eneo hilo. Na barua hii ilitutambulisha kwa kabidhi wasii kwa ajili ya kupata kibali cha kumiliki eneo hilo. Baada ya barua ya jiji ambayo ilitupeleka kupata kibali hicho ni hii hapa, ambayo iliambatana na ramani ya eneo hilo, ambayo ramani hiyo ni hii hapa. Eneo hilo lina ukubwa wa square mita 126,300. Baada ya kututambulisha RITA walikwenda wakatupatia kibali hiki hapa, consent kwa ajili ya kumiliki eneo hilo, na RITA wakaitaka halmashauri ya jiji sasa iendelee taratibu za kutumilikisha. Baada ya kutupatia, tulirudi jiji kuwakabidhi consent kwa barua hii hapa, kwamba consent tuliyopata kutoka RITA ni hii, kwa hiyo tunaomba tuendelee na utaratibu wa kumilikishwa. Baada ya kupeleka hiyo barua, tuliandika barua ya kuomba sasa tena kumilikishwa. Barua hii sasa, jamani, tunaomba kumilikishwa eneo letu ili tufanye uendelezaji. Baada ya kupeleka barua hii, tulipewa afisa ardhi akatupa maelekezo ya vifaa vinavyotakiwa, kwamba tunatakiwa tufanye nini ili tumilikishwe. Barua ni hii hapa. Baada ya afisa ardhi kutupatia haya maelekezo, alitupatia fomu namba 19. Hii hapa, kwamba sasa tujaze hii fomu namba 19. Tutakapokamilisha hii kujaza fomu namba 9, tuiwakilishe kwa afisa ardhi ili aendelee na taratibu za umilikishwaji. Baada ya kukamilisha kujaza hizi fomu na kuziwasilisha kwa afisa ardhi aliyekuwa anashughulikia zoezi letu, alizipokea hizi fomu. Majibu yake, alitujibu kwamba yeye hatua aliyofikia sasa inahitaji maamuzi ya mkuu wa idara na mkurugenzi wa halmashauri ya jiji, kwamba hawezi kuendelea na swala kumilikisha mpaka mabosi wake wamruhusu. Hata ile hali ikaendelea kuwa yavuta ni kuvute, mabosi wamruhusu, na sisi tunahitaji kumilikishwa kwa sababu tulikuwa tunahitaji kufanya uendelezaji kupitia, sisi ni taasisi ya Kiislamu, tunaomba kwa ajili ya kufanya jambo hili kijamii, na tuna wadau ambao ndo wanatusaidia katika kufanya uendelezaji. Sasa wadau wale wakawa wanaomba sasa fikeni mwisho ili tufanye uendelezaji, tukawa tunasumbuana na halmashauri ya jiji, nao hawataki kutoa idhini ya kutumilikisha, kwa maana ya kutupatia hati, kwa sababu ya watu wachache ambao tumeambiwa ni mkuu wa idara na mkurugenzi. Bila wao jambo hili haliendi. Tumekuwa tukisumbuana na mkuu wa idara na mkurugenzi, ikafika hatua tukaona si vema tukaendelea kulumbana nao, tukaenda ngazi ya juu ili kidogo kuwa press na wao waendelee na zoezi letu la kumilikisha. Tulifika mpaka kwa kamishna wa ardhi taifa Bwana Matthew, tukaelezea hili jambo letu kwamba kuna tatizo limekwamia hapa kwa mkuu wa idara na mkurugenzi juu ya kiwanja hiki. Tukaambatanisha na nakala tulizonazo sisi kama taasisi mkoa. Baada ya kuambatanisha, kamishna mkuu ardhi alituelekeza twende kwa kamishna msaidizi wa mkoa. Tulipofika kwa kamishna wa mkoa, akamwandikia barua mkurugenzi aendelee na process ya kumilikisha, lakini msimamo wa mkurugenzi na mkuu wa idara ulibaki kuwa pale pale, kwamba wao hawawezi kuendelea na zoezi la kumilikisha eneo lile kwa sababu wao kama halmashauri ya jiji tayari eneo lile walishalifanyia mabadiliko.
Sasa tukawa tunajiuliza umefanyaje mabadiliko pasina kutujulisha sisi wenye mali, maana tayari sisi kila kitu tunacho. Sasa kwa sababu wao wana mamlaka, tuliona kwamba hatuwezi kuendelea kulumbana nao. Tulifika kwa waziri tukamfikishia swala hili. Waziri naye akajaribu kumuita kamishina akamsisitiza, lakini kamishina mkuu Bwana Messi aliendelea kusisitiza msimamo wake kwamba hawa wenzenu wanasema hawalitoi hilo eneo. Kama sasa nini tufanye? Mwisho wa siku kamishina akatuagiza tukakae na kamishina msaidizi tuone tunafanyaje mkoa. Tumefika tukakaa pale, wao wanachokisema sisi hatutoi eneo hili kwa sababu lina matumizi ya halmashauri. Tukamwambia sasa, wakati mnajua nyinyi ile eneo lina matumizi ya halmashauri, iliwezaje nyinyi mkatupa dokumenti za kumiliki eneo hili? Na sisi tayari tumeshafanya malipo yote stahiki. Kwa sababu taasisi kwenye eneo hili tayari tulikuwa tumeshalipa milioni 138 kwa ajili ya kumilikishwa eneo hili. Sasa tumefanya malipo, risiti zote tunazo, kila kitu tunacho, alafu unakuja tu kirahisi unasema kwamba sisi hatukumilikishi. Ambia okay, nini kifanyike? Wamekuwa hawana majibu ya msingi, hawatujibu kwa barua, wanatujibu kwa maneno kwamba hatuwamilikishi. Sasa mwisho wa siku tukaona tufanye nini? Tumesha kwenda kwa mawaziri karibu watatu wa ardhi, na kwa mara ya mwisho waziri wa ardhi Ndejembi alitulisha kwa kamishina wa mkoa. Tulipofika kwa kamishina wa mkoa akasema yeye alishatoa maelekezo sisi nyinyi mmilikishwe. Sasa hajui shida iko wapi. Kamishina wa mkoa akasema inawezekana mkurugenzi, sababu yeye hamtii waziri wa ardhi, sababu mkurugenzi yeye ni bosi wake ni TAMISEMI. Kwa hiyo anaweza kawa anatoa maelekezo waziri wa ardhi, huyu anafanya makusudi kwa sababu huyu sio bosi wake. Kwa hiyo tukashauriwa hebu fanyeni utaratibu sasa wa kuwasiliana na wizara ya TAMISEMI, huenda wakaweza kumbana mkurugenzi ili jambo hili likaenda. Na alipotushauri hivyo kamishina wa ardhi wa mkoa, tulifanya hivyo. Tuliandika barua kwa waziri wa TAMISEMI kuomba sasa wajaribu kutoa shinikizo juu ya hili, tukiambatanisha na nyaraka zetu hizi. Baada ya kuandika ile barua, majibu tuliyopata TAMISEMI walituletea nakala ya barua kwamba wao wameipokea barua yetu na wanaifanyia kazi. Na namna wanavyofanyia kazi wakatupa nakala kwamba wamemwandikia rasi wa mkoa wa Dodoma ajaribu kuwasiliana na mkurugenzi pamoja na mkuu wa idara kujua tatizo ni nini. Na barua yake ipo, hiyo nakala tuliyopata. Hii nakala tumepata kupitia kutoka wizara ya TAMISEMI. Wanamwagiza, anasema maombi ya kupatiwa maombi ya kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha uuguzi, hospitali na makazi ya watumishi wa taasisi ya Al-Markaz Islamia Litanbii Ghafrina fi Din katika halmashauri ya Dodoma. Anamwelekeza, anamwambia tafadhali rejea somo tajwa hapo juu. Ofisi ya TAMISEMI imepokea barua kutoka Jumuiya ya Kiislamu ya Al-Markaz Islamia Litanbii Ghafrina fi Din yenye kumbu namba ALM/DO/04/15/144L ya Oktoba 14, 2025 kuhusu kutopatiwa nyaraka za kiwanja cha kujenga chuo cha uuguzi, hospitali na makazi ya watumishi, ambacho mamlaka ya ustawishaji makao makuu wakati huo iliipatia jumuiya tajwa kiwanja hicho kwenye eneo hilo kwa ajili ya ujenzi uliokusudiwa. Aidha, baada ya mamlaka ya ustawishaji makao makuu kuvunjwa, halmashauri ya jiji la Dodoma iliipatia taasisi hiyo kiwanja mbadala, kiwanja namba 8 AY Nzuguni C, ambacho mpaka sasa haijapewa nyaraka za umiliki wake. Tafadhali pata taarifa ya kina kutoka kwa mkurugenzi wa jiji la Dodoma kuhusu swala hilo na upate ufumbuzi mapema. Ofisi ya TAMISEMI ipate taarifa ya utekelezaji
kabla au ifikapo tarehe 20 Novemba 25. Hii barua TAMISEMI wanamwagiza rasi ili akawasiliane na mkurugenzi. Sasa baada ya hapo tumeshangaa, huku hii barua hatujapata majibu, kuna zoezi linaendelea kwenye hili eneo ambalo sisi tunalidai. Kuna watu wamekwenda pale wamepimiwa viwanja, magreda yanachonga. Sasa kitu ambacho sisi tukashtuka kwamba sasa hii hali baadaye inaweza ikatuletea taharuki. Sasa na sisi tukiwakabidhi wenye mali, sasa jamani, kazi mliotutuma sisi, naona serikali imeamua kupuuza kupitia watumishi wake wachache wenye tamaa. Sasa wao nadhani watakapokuja Waislamu wenye mali yao, inaweza ikaleta taharuki, baadaye tukaonekana sisi ni wakorofi, sisi hatutaki amani, lakini kumbe ni watumishi wachache ambao wanataka kufanya dhuluma kwenye taasisi yetu. Kwa hiyo tukaona ni vema leo hii tukawa tuko hapa tukajaribu kulisema hili, angalau kama kuna namna yote ya kuweza kupata msaada kupitia ngazi za juu, namna gani sisi tunaweza tukapata eneo letu. Nyaraka tunazo, tumelipa kila kinachotakiwa kulipa kwa mamlaka, na bahati nzuri wao mamlaka ndio wanatukabidhi sisi document. Sasa baadaye wanakuja na majibu mepesi tu ambayo hayana document, hayana nini, wanakujibu tu in short kwamba bana haliwezekani. Ndugu wanahabari, nadhani mmesikia kilio cha wana Al-Malid Tanzania na nje ya Tanzania. Al-Malid ni taasisi kongwe ambayo ipo kwa ajili ya Watanzania, sio Waislamu peke yake. Tunajishughulisha na kujenga mashule, kuchimba visima, kuwaelimisha watu waishi namna gani katika nchi yao, ili kwenda sambamba na serikali ambayo inafanya kazi chini ya nembo ya kazi na utu. Sasa hili jambo tulilolipokea sisi makao makuu, mimi naizungumza naitwa Rajab Katimba, ndio katibu mkuu wa Al-Malid, limetushtusha kidogo. Wakati serikali tulionayo sikivu inajaribu kuwaondoa watu ambao wanaichafua serikali, lakini inaonekana kabisa bado kuna watu ambao wana mazoea ya kutaka kuichafua serikali. Na sisi tunasema hatutakubali kuona kwamba serikali yetu ambayo inafanya kazi kwa uweledi, kwa nembo ya kazi na utu, inachafuliwa. Hatutakubali. Taasisi ya Al-Malid inajaribu kila njia kuhakikisha kwamba inaisaidia serikali katika kuhakikisha kwamba maendeleo ya nchi hii yanapatikana. Hicho kiwanja kinachozungumzwa ambacho ni square mita 126,300, square mita 126,300, lakini ukilinganisha na baadhi ya taasisi nyingine za dini wana mpaka 300,000, 400,000. Ni kiwanja ambacho kimepatikana tangu 2023, lakini kwa bahati mbaya, yani kumekuwa na mlolongo wa kuonyesha tu kwamba labda sisi sio muhimu, hatupewi kipaumbele, wakati mambo ambayo tulikuwa tunataka tufanye kwenye kiwanja hicho kwanza ni kujenga hospitali, kuwe na makazi, lakini vile vile kuwe na chuo cha Al-Malid kwa ajili ya kuelimisha watu. Sasa tunashangaa kwa nini hali inakuwa namna hii. Tunaiomba serikali, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya kuisaidia serikali, na kwa bahati nzuri serikali yetu ni sikivu. Tunaomba mkono wa serikali ambao ni mrefu uwalenge wote ambao wanajaribu kulikwamisha swala hili ambalo limekwenda kiutaratibu jinsi inavyotakiwa, lakini wao wanakwamisha tu wanavyotaka, na mpaka sasa hivi kiwanja kimeanza kuchafuliwa na watu kuanza kupewa watu wengine. Kwa hiyo tunaona kabisa hapa upo ukorofi wa kipesa. Kuna watu kabisa hawaitakii mema serikali hii. Kwa hiyo tunatoa ombi sisi kama makao makuu, hili jambo lishughulikiwe kiutaratibu jinsi inavyotakiwa, na sisi ambao ndio wenye haki na hicho kiwanja tupewe. Tunachelea haya mambo, tusije tukawashtakia wenyewe wenye mali yao ambao ni Waislamu na wasio kwa Waislamu, wanajamii, kwamba jamani hili jambo linatoka. Haya ndio mambo yanayosababisha
watu wengine ambao ni innocent waweze kupata matatizo bila sababu. Kwa hiyo mapema kabisa, kabla ya tatizo lolote, tunaomba serikali tusaidie katika hili, lakini tunazidi kuiombea serikali yetu chini ya Mama Samia, kwa sababu kuna viashiria tulivyovisikia na ambavyo alhamdulillah serikali yetu imejipanga vizuri kwa taarifa tulizopewa kwamba wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida. Hakuna chochote cha kipumbavu kitakachotokea hiyo tarehe waliosema watafanya maandamano. Kwa hiyo watu waendelee na shughuli zao, lakini wakati huo huo tunaiomba serikali iwe macho na watu wachache ambao wanataka kuiharibia sifa serikali yetu sikivu. Sasa ngoja Warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Kayumbo Mohamed Kabutali, ni mwenyekiti wa Almadi mkoa wa Dodoma. Labda tu niseme kwa jambo hili, kiwanja kusudiwa tunachokifuatilia ni kiwanja namba 8 AY Block C eneo la Nzuguni. Kwa wenyeji wa Dodoma, pale serikali inapojenga uwanja wa mpira sasa Dar es Salaam Road, ukivuka ngambo ya barabara unakutana na hilo na iko kiwanja. Na kimsingi kwa nini tumekuja hapa? Tumekuja hapa kufikisha salamu zetu na kilio chetu kwa watawala. Tunakoona sasa kama jambo hili halitafanywa umakini, tunaogopa kusema kwamba linaweza likaleta taharuki ambayo haina sababu za msingi. Kwa hiyo tumekuja kuzungumza nanyi, kuiomba serikali, kwa sababu tumeanza mchakato mkubwa sana, muda mrefu. Tumeanza na Waziri Lukuvi. Tukaambiwa kwanza, wakati tumetoa deni la kulipa, tuliambiwa hii ni taasisi, ili miongoni mwa taasisi korofi ambazo zinatakiwa zishtakiwe kwa kukwepa kulipa kodi ya serikali. Wakati ilikuwa kama milioni 98. Tukajaribu kuwasiliana na ofisi ya Lukuvi. Lukuvi akatukabidhi Commissioner Matthew na wataalamu wake wengine, tukakaa nao vikao, tukaomba tuondolewe ile interest ili tulipe deni halisi. Lakini maelezo tulipata kwamba hawawezi kuondoa interest kwa sababu swala hili linajulikana mpaka bungeni. Ili tuondolewe interest itabidi tupate kibali cha bunge, kwa sababu pesa hizi ziko huko, zinatakiwa ziingie kwenye budget ya serikali. Commissioner Matthew akatushauri anachoweza kutusaidia ni kutupa nafasi, kwa sababu jiji walikataa kutupa tulipe kwa installment. Wasema tulipe pesa yote. Commissioner Matthew akatuambia nitakachoweza kuwasaidia ni kuwapa fursa ya kulipa katika awamu 3 deni hili. Na akatuandikia barua pale pale na akatupa control number ya milioni 50, ambayo tulipotoka pale ndani ya siku 2 tukawa tumelipa milioni 50. Awamu ya pili tukaenda tukalipa milioni 35. Awamu ya 3 tukalipa milioni 36. Tukarudi pale ardhi tena kuzungumzia kwamba tumeshalipa, tunafanyaje? Tukawaandikia barua, sasa tunataka tumilikishwe eneo letu. Na bahati nzuri Waziri Lukuvi akasema kwa sababu mmelipa nyinyi deni, mmekuwa watu wazuri, tukapata ile tax clearance. Tukasifiwa, na akasema ningependa, ningekuwa sina muda ndani wa kazi, ningependa tupige picha pamoja na nyinyi kuonyesha kwamba nyinyi ni walipa kodi wazuri wa serikali. Baada ya hapo nachelea kusema maagizo ya mawaziri kutoka ardhi yanapokwenda chini huko, hawa huku chini hawatekelezi. Tumepeleka kila kitu jiji, hawakutekeleza. Matokeo yake akawa ameondoka Lukuvi, akaja Mama Angelina Mabula. Tukamfuata kumlalamikia, bwana tulishaona na Lukuvi na tukaambiwa tulipe pesa na tumelipa pesa. Hatukulipa kwa kutaka kwetu sisi, tumelipa kwa kuamrishwa tulipe, na barua tukazionyesha za kuambiwa kalipeni, na tukalipa. Sasa nasemaje, uzuri mama akatupa ushirikiano mzuri, akawaita wale maafisa ardhi wa jiji, tukakaa pande 3, Almaridi, jiji na wizara.
Akawauliza, kiwanja hiki kina tatizo gani, hebu nielezeni, nani mmiliki? Wakataja wamiliki, akasema nani alianza kupewa? Wakasema kwanza kupewa ni Waislamu, ndio walianza kupewa kiwanja hiki Waislamu. Baada hapo wakapewa sio nani, akapewa nani. Sasa hao wengine wamelipa, hao wengine hawajalipa. Yule msaidizi wa waziri akamuonyesha waziri kwamba Waislamu tayari wameshalipa kodi hii hapa, na ndio waliotangulia. Waziri akawaagiza, kafanyeni mtakapofanya hiyo double allocation hiyo, kaifuteni, toweni, warudishieni Waislamu kiwanja chao. Halikufanyika, ile mama akawa ameondoka. Akaja waziri Jerry Silaa, tukamfuata, tukuchoka, tukaenda kuzungumza naye Jerry Silaa. Jerry Silaa, matokeo yake ndio tukapata sasa hii barua ya jiji kutupeleka kukabidhi wasii, kwamba hatuwezi tukaendelea na mchakato wa kumilikisha ardhi mpaka mpate kibali cha kabidhi wasii. Hii barua wametupa jiji na amemwandikia kabidhi kwamba hawa ndio wenye mali na hawadai chochote, wamekamilisha malipo yote. Kwa hiyo wapatie kibali ili jiji sasa liendelee na mchakato wa kuwamilikisha ardhi. Hatukusita, tukaenda mpaka kwa kabidhi wasii na tukapata kibali kwa kabidhi wasii. Tukakipeleka jiji. Ndio zikaanza hizi process zote zinazokwenda. Mwisho wa siku sasa kaja bwana Ndejembi, tumemfuata waziri Ndejembi, akatukutanisha na Mathew, akampa maagizo Mathew commissioner. Tunatoka pale tunaenda kwa Mathew, tunakaa na Mathew. Mathew anasema waziri kasema niwape kiwanja kingine. Kama wewe tulikuwa wote kwa waziri, wewe Mathew hapa. Tuna waziri kasema saa ngapi tupe kiwanja kingine. Hivi sikumsikia mimi, sikumuelewa vizuri. Sasa najua kile kiwanja waziri nao wana kazi nacho, labda mgawane iko kiwanja. Sasa tutagawanaje kiwanja wakati sisi bado tunakidai hatujapewa? Tunagawanaje wakati bado hatujapewa iko kiwanja? Na kwa nini tugawane kiwanja na mmetuambia tulipe na malipo yetu tumelipa yote? Kwa nini tugawane iko kiwanja? Mathew akasema basi ngoja naelekezeni muende kwa commissioner wa mkoa. Commissioner mkoa alitupa msaada mzuri sana. Wamekwenda akatuma wataalamu wake tena kule kiwanjani, wakafanya upembuzi yakinifu, wakaja na majibu tayari. Tukapeleka wapi? Alimwandikia mkurugenzi na sisi akatukopi. Commissioner, wale wataalamu wa commissioner wa mkoa. Lakini sasa hali hii hata pamoja kama anasema tumekwenda TAMISEMI. TAMISEMI kabla hawajafikia hatua yote, ile eneo sisi tulikuwa tumeshaka mabango makubwa kwamba eneo hili la Waislamu na nini. Sasa hapa juzi tutapicha mtaziona, jiji wamekwenda wamevunja yale mabango yote. Wanasema nyinyi mnataka kuleta hatari, kuhatarisha uvunjifu wa amani. Sasa tukasema nani anataka kuvunja amani? Wewe unataka kunipola kiwanja changu au mimi nayetetea kiwanja changu? Haya ni baadhi ambayo tumebidi sasa tuchukue hatua za haraka kuja hapa, ili tujaribu serikali na yeye ngazi ya juu waone watendaji wao. Maana siku zote tunaweza kuwa tunakaa tunailaumu serikali, kumbe watendaji ndio wanaiharibu serikali. Sasa kilio chetu ni kwamba tunahitaji eneo letu, na Waislamu walituambia hiki kikao hiki tunachokifanya hapa, Waislamu walituelekeza tukafanyie kwenye kiwanja pale pale, tuwachukue pale pale wafanyie kiwanja pale, na swala waswalie pale pale, na kufanya dua ya amani kuiombea nchi waifanyie pale pale kwenye kiwanja. Lakini tukasema hapana, hatua hii itakuja baada, kwanza tupeleke salamu. Tutakapoona kuna ukaidi hatupati nani, tutachukua hatua yetu wakabidhi wenyewe Waislamu. Maki ilifika mahali mpaka tunaambiwa nyinyi hamfanani na kupewa kiwanja hiki. Sawa, sisi hatufanani na kupewa kiwanja hiki. Nani anayefanana na kupewa kiwanja hiki? Hizi tupo tumekutana na bwana mmoja alikuwa mkurugenzi wa jiji, alikuwa anaitwa Mafuru. Hivi nyinyi Mafuru, nyinyi kwa muonekano wenu hivi kwetu tuwape kiwanja hiki? Ilifika mahala tunawafuata mpaka anatuambia sitaki kuwaona hapa ofisini kwangu. Msije hapa ofisini kwangu. Sasa sisi mimi nilimwambia, hii sio ofisi yako, hii ni ofisi ya umma. Hiki kitu chokalia, wamekalia wenzako wengi na wameondoka. Wewe utaondoka na sisi tutakuja tutamfuata tena pale. Kwa hiyo haya nitaka kuongezea haya kwamba pamekuwa pia na lugha za kejeli. Mpaka tutajiuliza hivi ingekuwa ni wenzetu wa upande wa pili wangefanywa haya? Yuko dada mmoja aliwahi kutuandikia kwenda kukithibitisha kile kiwanja. Alikuwa anaitwa nani yule dada? Amina. Katoa mchoro na nini kapeleka. Kwamba hiki kiwanja kipo na hiki na coordinates zake akaziweka. Yule dada alisakamwa na nafikiri alishamhamisha, wamempeleka wapi huko
Mkalama. Mpaka dada anakuja kutulilia, jemeni, achaneni na hili jambo, nafukuzwa kazi mimi. Naambiwa kwa nini mwasaidia Waislamu? Nitafukuzwa kazi mimi, achaneni na hili jambo mliache. Akasema wakufukuze kazi kwa bosi alikutuma kazi. Na wewe umekuja na matokeo ya kazi. Kwa nini wakufukuze kazi? Sasa hii ndio hali ambayo tunapitia. Inabidi tuliseme kwa usalama wa nchi yetu. Na hatuhusiki na mambo yote yatakayotokea kama yatatokea huko. Sisi tumejiweka mapema, usije katuingiza kwenye makundi ambayo hayapo. Tunapeleka kilio chetu serikalini. Mama atusikilize, waziri mkuu na watendaji wengine kwamba kuna watu huku chini wanaichafua serikali. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kuweza kusikia wito wetu, mmekuja hapa kuja kutusikiliza na kilio chetu nafikiri mmekisikia, na tunaomba msiedit hata kipande kimoja, vipike huko jinsi ilivyo. Mimi namaliza kusema kwa kusema hivi, huyu Mathew inasemekana ni kamishina mkuu wa ardhi Tanzania. Lakini mimi naamini kuna watu waliosoma kuliko yeye. Sasa sikae kwenye taasisi akitaka kuleta migogoro kati ya serikali na kwa manufaa yake yeye. Ikiwezekana serikali mtafutie nafasi nyingine akafanye kazi kwa avoid tusiingie kwenye mgogoro sio lazima. Sasa yuko mtu mwingine anaitwa Fadhili, naye vile vile amechangia, ndio aliyokwenda kupeleka watu kwenda kugawa viwanja vyetu. Hiki kiwanja tunasema hivi, tukifika tarehe 15 bado hatujapata action ya kupata hati zetu, tutakwenda Waislamu wa Tanzania nzima kwenye kiwanja kile. Kama kuna nguvu itatumika ya dola, basi na sisi tutatumia nguvu kupambana na hiyo itakajitokeza. Na naamini serikali yetu sikivu haitaweza kufikisha huko, wajibisha watu ambao wanaweza kuleta matatizo kwenye serikali yetu.